Mwanaume huu unayemwona hapa ni Fredrick Ochieng, mkazi wa Moyale, ikiwa ni gatuzi la Marsabit. Naamini usiamini, ameamua kufunga safari akitumia baiskeli hii kutoka gatuzi la Marsabit hadi gatuzi la Busia. Ambaye nimepiga kukava ni kilomita 1350 na kwa sasa hivi nimekava kilomita 529. Na kama unavyoona baiskeli yake ameiweka pia bendera ya Kenya kuashiria kuwa ni Mkenya daima, na pia ameandika ujumbe anaopitisha kwa Kenya katika kaunti 14 ambazo anatarajia kuzipitia. Kama mwanadamu nimejipangia siku 30 kama mwanadamu, lakini kwa upenzi wa Mungu najua nitayapita yote na nitayashinda. Alafu nimepanga, mtu anaweza kujiuliza kwa nini natumia 30 days kutembea kwa hiyo wakati yote. Nahamasisha kwa mashule, Jumapili napumzika na hamasisha kwenye makanisa pia. Akizungumza na Kamachu TV kwa njia ya kipekee alipofika mjini Isiolo baada ya kutumia siku 6 tangu kuondoka kaunti ya Marsabit, Ochieng anasema sababu ya safari hii ya siku 30 ni kutoa hamasa kuhusiana na athari za matumizi ya madawa ya kulevya, na usema imeongezeka mno na inazidi kumaliza vijana sio tu eneo la kaskazini mwa Kenya bali pia maeneo mengine nchini. Kwa majina naitwa Fredrick Ochieng, mkazi wa Marsabit, mzaliwa kule Siaya County. Mimi ni mharakati wa kupigana mihadarati katika kaunti yetu ya Marsabit kule. Nilichukua jukumu hii kusafiri na baskeli kuhamasisha Wakenya kwa jumla juu ya mihadarati, hasa vijana wetu. Kwa maana mihadarati imekuwa ni changamoto na imekuwa janga kuu katika taifa letu. Nchi yetu la Kenya tukua tumenyamaza hivi, itakuwa miaka 10 ijayo hatutakuwa na viongozi wala vijana wategemewa katika taifa letu. Kwa maana vijana wengi wameingia kwenye mihadarati. Hiyo ndio jukumu iliyonifanya nichukue hatua hii ya kusafiri na hii baskeli kutoka kule Moyale hadi kule Busia, ili niweze kuhamasisha vijana wetu na jamii kwa jumla kuwa mihadarati sio mchezo. Mihadarati ni sumu na inaua. Mimi mwenyewe nimepoteza kaka kupitia mihadarati hayo. Inakuwa ni uchungu sana kupoteza mpendwa wako, na pia singependa kuachia watoto wangu katika taifa ambayo iko na mihadarati, kwa maana itakuwa ni taifa kama kule taifa ambazo zinapigana kwa ajili ya ukosefu wa amani. Mihadarati ni changamoto katika taifa letu. Ochieng akidokeza hali ilivyo katika kaunti ya Marsabit na madhara ambayo tayari yameshuhudiwa. Kwa jukumu hii ya kusafiri na baskeli kutoka kule Marsabit hadi kule Busia, inamaanisha kule Marsabit ndio lango kuu la kuingiza mihadarati katika taifa letu la Kenya. Kwa maana Marsabit County ni county ambayo iko jirani na taifa kuu la Ethiopia, na pia Busia ni taifa kuu, ni county kuu ambayo iko katika jirani na ile taifa kuu la Uganda, na inakuwa ni mpaka kuu la kuingiza madawa za kulevya katika taifa letu la Kenya. Kule Marsabit mihadarati imekuwa kwa wingi. Unapata hata kaunti yetu imeanza kuwa na zombi. Zombi ni wale watu wanaotumia mihadarati hadi wanapoteza mawazo, hawajui wanakoenda wala waliko. Naam. Hapa akisimulia yale ambayo tayari amekubana nayo katika kilomita 520 ambazo tayari amezipiga. Ambaye nimekutana kwa barabara wamenichukulia kwa vyema sana. Ukiona mwananchi amejitolea na kusimama na wewe, hata anakupa mahali pa kulala, ni mtu anayekuonyesha upendo na anakupa matumaini ya kuendelea kutangaza hii neno la kupinga mihadarati. Unakuta hata unapata maji, mtu anakutupia maji kutoka kwenye basi. Huyo ni mtu anakupa matumaini. Kama Wakenya wakikuwa wananipa matumaini, singepata mapokezi yote. Changamoto ni mingi, zingine hata ni ngumu kuyasema na zingine ni ya rahisi kuyasema. Cha kwanza, kuendesha hili baskeli unaijua vizuri sana. Waingereza waliita Black Mamba. Ni baskeli ambayo inatumia nguvu. Ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni maacha familia nyuma. Kukaa bila familia yako, unaona unakaa lawless na unakaa na changamoto. Mtoto huwa ananipigia simu kila nyakati, baba umefika wapi? Hiyo ni changamoto, kwa maana unabaki na wazo. Lakini mimi usema nitengeneze maisha ya mtoto wangu ili akue katika taifa ambayo iko bila mihadarati. Changamoto ya pili ni chakula. Unapata nasafiri kwa muda, sina fedha. Unakuta kutoka Moyale mpaka Torbi, another sub county, ni 120 km. Na hapa hakuna duka wala hakuna nyumba.
unakuta joto kule ni kwingi. Kama mimi nilipata changamoto, nilipata kuingia mahali kama Calabat, kwa maana jua ilikuwa kali, nilipata na yule nyoka, ikabidi nitoke kule kwa usalama wangu. Aya, ile jua pia inakuchoma usiku na mchana. Unapata hata nilikuwa nimebadilisha rangi, nilikuwa una rangi ya maji ya kunde. Hiyo inanionyesha changamoto ambaye miadarati haya yanapiga watu na yanaumiza watu katika maisha yao. Anasema wakati umefika kwa viongozi wa kisiasa kuvuja kimya chao kuhusiana na matumizi ya miadarati na dawa za kulevya miongoni mwa vijana, akisema kizazi cha kesho kihatarini tusipozungumza. Unapata ukienda katika kaunti zetu ambazo zinakaribia taifa nyingine la jirani, unapata ni rahisi sana miadarati kuingia, kwa maana taifa jirani haina yale masharti juu ya miadarati, ama wameka masharti yale. Unakuta wale wahalifu wanapata kuingia nchi nyingine kama nchi yetu la Kenya. Bangi inaingia kwa wingi kutoka upande wa Ethiopia, upande wa Somalia, upande wa Uganda na kule Sudan. Ndio maana nilichukua jukumu hii nihamasishe wa Kenya juu ya miadarati. Na ya pili, ningependa kuomba kiongozi wetu wa taifa ambaye alisimama na kusema kuwa amepatiana siku 100 kupigana miadarati. Ninamuunga mkono, ndio maana nichukua basikeli hii nipate kuhamasisha wa Kenya wote tutoke kwa miadarati, kwa maana miadarati ni sumu na inaua. Waswahili husema ajuae uchungu wa mwana ni mama ama ni mzazi. Yule mwanasiasa anajua uchungu wa siasa, bali hajui uchungu wa mwana. Yule mwanasiasa anachunga siasa zake, anachunga mshahara wake wa kisiasa, ila anasahau kuwa hawezi kuwa kiongozi ya wenda wazimu wala zombi. Unakuta mwanasiasa anaogopa kupeleka bili hiyo kwenye sub county ama kwenye county assembly, kwa maana atakosa kura. Unakuta hawa tunaita sisi wa vijana tunasema ni mabanzu wa kuuza miadarati. Unaweza kukuta wana uhusiano na hawa wanasiasa. Sasa unakuta mwanasiasa anachunga kura zake, anaogopa kupiga sauti, lakini anajua yale miadarati yako. Tusije tukayaficha, kwa maana tukiyaficha tunazidi kuwa watoto wetu. Upande wa polisi wetu, mimi huwa nasema polisi sio chifu. Ukikuta polisi amekaa mahali zaidi ya miaka 3, miaka 4, ashajua peddler ya yule madawa za kulevya, anakuwa ni customer wake, anakuwa na return. Ninaomba kiongozi wa polisi ambaye ni minister wetu Murkomen afanye risavo. Kila polisi awe na muda, kama wakati ya Moi nilikuwa bado mchanga. Nilikuwa kuna familia ambaye alikuwa kwa polisi, alikuwa anarotate taifa nzima. Sasa unakuta kule Marsabit, unakuta polisi amekaa mpaka mtoto wake amemaliza kidato cha 4 bado yuko kule Marsabit. Huyo polisi ashajua anayeuza madawa za kulevya hata pigana madawa kulevya, bali atafungua biashara ya madawa kulevya na yule anayeuza madawa kulevya. Mimi ningependa kuomba tu team security. Ninashangaa sana viongozi wa polisi kutoka OCS mpaka kule komanda upigishwa transfer, hawamalizi mwezi wala mwaka. Lakini constable, hawa maskari wa kawaida wanakaa mwaka elenda mwaka rudi, ni kama machifu. Na hawa ndiye tunaita bile wapinzani wanasema, ama upinzani wanasema watu wa ground. Hawa polisi wa kawaida ndio watu wa ground, wanajua kinachoendelea hapa chini. Kwa maana tunapo reform hawa polisi, tunapowapatia transfer na tunapowabadilisha, hawa mapedla hawatakuwa wanaua watoto wetu kupitia miadarati. Naam. Imefika huyu nyoka ameingia kwenye nyumba. Nyoka hatachagua baba wala mtoto, atauma atakayekuta. Hawa wanasiasa wasimame nasi, wasimame na wananchi. Kama unataka kuwa mwanasiasa ambaye Mungu amempa hekima kuwa kama mwanasiasa na kuwa kiongozi, ni lazima ujue afya ya wakazi wako na wanaokupigia kura. Ninaomba wanasiasa wote tusimame pamoja na rais, tupigane hii miadarati ili tuwe na taifa ambaye ni nzuri na ni taifa ambaye ina afya njema bila miadarati. Ningependa kuomba vijana wote na familia zote tusimame pamoja na tupate kupigana hii miadarati. Na zetu za kaunti kuhusiana na miadarati ni lazima, hii sio cha kuomba, ni lazima, kwa maana wanasema wanaongoza wanadamu walio na afya njema. Sasa kizazi hiki kinakizidi kuzidimia, ni lazima wakae chini, wapeleke emotion kwenye county assembly, watenge pesa, tuwe na more civic education juu ya miadarati, tuwe na rehabilitation center katika kaunti zote. Kwa maana unakuta rehabilitation center ambaye iliyo karibu na Marsabit ni kule Embu. Unakuta yule mzazi mtoto wake ishaharibika na miadarati, hana fedha yoyote ya kufikisha yule mtoto kule. Sasa naomba waheshimiwa wote, anayekuwa katika mheshimiwa sahi na anayetarajiwa kuwa mheshimiwa awe tayari kuungana na wananchi na tengeneze riab ili apate kuokoa maisha, kwa maana ukiokoa maisha ya mtoto mwenzio umeokoa mtoto wako pia. Ukitaka kumpa msaada wako, paybill namba yake ni 247247, account number ni
848651. Yeyote aliyeungana na mimi na anapenda kuona mtoto wa mwenzio ana afya njema katika taifa hili la Kenya, anapatiwa ruhusa kununua maji, ambaye nimepata kuweka paybill namba yangu iko hapa, ni 848651. Na kutoka paka Machu TV tunamtakia kila la heri Fredrick Ochieng.